Naam, ni baada ya iftari ya Kanzuland hapa maeneo ya Magomeni Mapipa. Tumekutana na bonge la mtu Kobisi Kikala almaarufu. Tumekutana naye hapa katika iftari kubwa hii akiwa anasikiliza burudani kutoka kwa Ahlu Zamani, akiwa anaendelea kupata ile ladha kubwa kabisa ya Mtume kwangu ni la, ikiwa ni utunzi wake na shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kobisi, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Alhamdulillah. Tumeshangaa kukuona hapa, ingawaje wewe kwenye majambo ya kheri mengi huwa unahudhuria. Hebu tuambie, wewe na Kanzuland, wewe na Sheikh Muhammad Ibn Sharif mkoje kwanza? Mimi ni mdau wake, ni mmoja kati ya mabalozi wake. Kwa hiyo kuwepo hapa mmoja kati ya familia, kwa hiyo lazima nitokee. Lazima utokee. Bwana. Lakini Kobisi, tumeona kuwa baadhi ya watu maarufu, watu mashuhuri au matajiri wakiwa wanafuturisha watu wa kawaida, na si kama ilivyokuwa kwa Kanzuland, utofauti huu wa kuwafuturisha watu wenye uhitaji maalum. Nini neno lako hili ambalo walolifanya Sheikh Sharifu? Unajua huu ni mwezi wa kuchuma, au sio? Kwa hiyo ukimfuturisha tajiri mwenzio, yeye kwake anazo, lakini kuna watu wana uhitaji zaidi. Kuna watu leo wamebeba chakula, wamefutari na wamebeba vingine, au sio bana, kwa ajili ya kwenda kula daku na ndugu zao wengine. Kwa hiyo unaona ni kuna uhitaji ni mkubwa, si ndio? Lakini leo mimi ninacho, wewe unacho, ukiniita mimi kuja kufutari kwako, sawa, nitakuja kufutari, lakini sio kama, yani shukrani yangu mimi kwako sio kama ya wale ambaye aliyokuwa hana kabisa. Umeona bwana? Kwa jambo lilofanya ni jambo zuri na ni jambo la kuigwa, kwa sababu jamii zipo zenye shida, zipo. Tusifikiri tu tunavyoishi sisi basi na wengine wanaishi hivyo hivyo. Watu wanaishi kwenye matatizo mazito. Umeona bwana? Watu wanaishi katika hali ngumu. Kwa hiyo cha msingi ni bora mwezi huu ni mwezi wa kushikana mikono, ni mwezi sote tufurahi. Tukifurahi kwa pamoja basi inakuwa ni raha. Tukiswali kwa pamoja, mtu akasherehekea siku yake vizuri, nao ni raha pia. Kwa hiyo tunatakiwa tusaidiane sasa hivi, tusaidiane katika kile kipindi cha sikukuu na siku zote, kwa sababu ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka tuishi hivi katika miezi yote, alitaka tuishi hivi. Lakini Kobisi, hasa kwa sababu wakati naongea na Kanzuland ameniambia hasa ni wenye ulemavu wa macho. Hasa unadhani kwa nini ameona kwamba hasa wenye ulemavu wa macho? Walemavu wote wanakaribishwa, lakini hasa wenye ulemavu wa macho. Kwa sababu kaka, wewe nikokuambia, nikikufumba macho tu sasa hivi huwezi kutembea hapa, si unaelewa? Huwezi kutembea, shida zake ni nzito, hajui anapokanyaga, hajui anapotembea, yani hajui chochote. Kwa hiyo yule leo ukimshika mkono kaka, ni kheri. Unaelewa? Ni kheri, kwa sababu unaweza kuwa mlemavu wa kusota lakini macho unaona. Unaelewa? Kaka, ule mtihani kaka, macho kufumbwa kaka, ni mtihani, hujui. Habari yake nzito sana. Neno lako labda kwa matajiri wenye uwezo wa kufuturisha, neno lako hasa ni lipi? Wallahi wafuturishe na neema yake wataiona, kwa sababu kumfuturisha mtu na kashiba, kwa sababu kuna vitu viwili hapo. Kuna kufuturisha naweza nikakumpa tatu kwa moja atende, si ndio? Lakini ukafuturu na ukashiba ni vitu viwili hivyo, si ndio? Shukrani yake nzito. Wale ambao wanapata chakula mwamba, basi wanatakiwa watu wafanye jambo. Si lazima kuwaita watu kama hivi. Kipindi cha mwezi mtaani wao unawajua, au sio bana? Ita mmoja mmoja, mpe. Ukisema bana naweza nikaita watu wengi namna gani, mimi sipendi mambo haya, au sio bana? Ita watu wako, ita chumbani kwako bana, kamata ikafutari, hii iftari yako ya mwezi mzima. Yule mtu hatakwenda kuombaomba tena, si unaelewa? Kwa hiyo hataenda kuomba, kwa hiyo atabaki na iftari yake, kwa hiyo atapata muda wa kufanya nini? Hata kuabudu, hata kusoma Qur'ani, au hata kuswali tu. Unaelewa? Kwa thawabu utapata shekhe. Lakini Kobisi, msimu wa 3 tunamalizia sasa. Najua umechoka, umeshiba iftari, unataka usikilize ladha za Ahlu Zamani. Msimu wa 3 huu wa iftari hii ya Kanzuland ambayo ameiandaa, unaonaje harakati zake kama hizi na biashara zake za kanzu, hususan ikiwa kila mwezi mtukufu wa Ramadhani anafuturisha kama hivi? Unaonaje harakati zake na nini neno lako dogo kwa kijana mwenzako? Wallahi aendelee, sawa bwana, aendelee, kwa sababu kwanza tunavaa kanzu nzuri, ndio cha kwanza, tunavaa kanzu nzuri. Mwanzo ilikuwa ni shida mtu kumkuta mtu wa kawaida amevaa kanzu nzuri, ilikuwa ni aghalabu. Lakini sasa hivi ukimwona mtu kasimama kavaa vizuri,
unaangalia unaona hii Kanzulendi au sio bwana? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tumeletewa urahisi wa kuvaa vitu vizuri au sio bwana? Leo mimi nikukwambia kanzu nilizokuwa nazo za Kanzulendi utasema namna gani? Kuna watu walicomment wakasema ile kanzu ya mikono mifupi ndio imekupendeza zaidi. Sasa hajaona vitu vingine. Kuna vingine. Hivyo vitatoka siku. Kuna Morocco au sio bwana, kuna white, alafu kuna kitu fulani cha maziwa hivi. Au sio bwana? Kuna vitu fulani, kuna vilangelange fulani adimu. Umeona? Kwa vitu vipo. Babiloi. Sasa unaona. Chukua katoni nzima ya juice mwagia. Unafanya hivi tu. Unakumuta. Kanzu za kukumuta. Kanzu za kukumuta. Hatari. Unasema kanzu za kunyiririka. Hilo jipya ulikuwa huna, hilo analo Kobisi Kikala peke yake. Mimi naitwa Mpinga Shari na tunaendelea hapa kuzungumza na baadhi ya wenye uhitaji maalum ambao ndo walikuwa wahusika wakuu kwa ajili ya iftari hii ambayo imepatikana hapa maeneo ya Kanzulendi, makao makuu ya Kanzulendi. Nimekutana pia na shekhe wangu hapa. Shekhe, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Umekuja muda gani shekhe? Nimekuja kabla ya magharibi. Kabla ya magharibi. Mashaallah, iftari umeiwahi maana. Alhamdulillah. Sawa. Neno lako dogo kwa Sheikh Sharifu Muhammad ambaye ndo mkurugenzi mkuu wa Kanzulendi hapa, ambaye ndo wameandaa hili jambo. Kwa kweli tunashukuru, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Anavyojitoa hivi kuangalia watu mbalimbali kama hivyo walemavu na nini, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Hii ndio namna ya kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, pale ulipokuwa unazidishiwa basi ukapunguza kwa wengine. Ukapunguza kwa wengine. Mashaallah. Jazakallah khair. Ndio. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na sisi tunamuombea dua inshallah Mwenyezi Mungu amsaidie. Basi jambo kubwa ndo hilo la kuwaombea dua waja wa kheri ambao walikuwa wameandaa majambo makubwa kama haya ambayo yanayopatikana hapa maeneo ya Kanzulendi Magomeni Mapipa hapa. Lakini pia nilizungumza mara ya kwanza اللهم ربنا اسقنا السقاوة وأطعمنا وأطعمنا. Nilizungumza mara ya kwanza na Waukae na sasa hivi namrejea tena Waukae baada ya kupata ile iftari yake. Waukae, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Vipi hali shehe? Habari yako? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ilikuwa kabla ya iftari, sasa hivi baada ya iftari. Bwana shehe wangu, ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Manake mpaka tunapata muda wa swala, tumemaliza kuswala magharibi na mpaka sasa tunapata iftari, tunasema alhamdulillah bil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu mwalika wetu wa Kanzulendi, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi na amzidishie na amuongezee. Na kama sisi watu ambao tulikuwa wemavu, tunapenda hata viongozi wengine walikuwa na uwezo kama huu waweze kutuhalika, wasiweze kukaa kimya. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwa kila jambo. Mnaondoka mkiwa roho nyeupe na mkiwa hamna radhi naye. Tunaondoka na kiwa roho ziko nyeupe. Na hapo bwana, hapa sema sioni, lakini nakwambia nimepewa bahasha, nimeka mfukoni. Subhanallah. Mwenyezi Mungu mkubwa. Sioni, lakini nimeificha ujue baba. Nimeambiwa nauli yako bwana shehe. Maana yake usiondoke kinyonge. Usiondoke kinyonge. Tuondoke na nauli. Tuondoke kifua mbele, mtoto wa Kiislamu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Jambo kubwa sana. Jambo kubwa sana, jambo la heri. Ikiwa kuna baadhi wanaandaa iftari kama hizi lakini hawawakumbuki. Nini neno lako kwao? Wapo watu wana uwezo shehe, lakini vitu kama hivi hawaandai. Wale watu wana uwezo wa kawaida ndio wanaandaa kwa wanyonge. Na sisi tunafurahi kutokana na hali yetu. Mwenyezi Mungu amzidishie na amuongezee bwana. Huyo ndo Waukae bwana. Huyo ndo Waukae wa kunyumba. Jambo lake. Muhenga Kalonga cha ndugu Mtanda. Kolondangero kulimaga nayo. Mwaka Ngalamunu Sambi Kingongobwa hemo nchigudi. Kisarawe Mzenga. Paris Mzenga hiyo. Huyo ndo Waukae wa Mzenga Kisarawe, anakuambia yeye mwenyewe, na nimezungumza naye hapa Waukae, na tunaendelea kuzungumza na baadhi ya waumini waliojitokeza hapa maeneo haya wakiwa wanamalizia kuitikia dua ambayo shekhe anaendelea kuiomba hapa. Lakini pia nimekutana pia na moja ya mashehe ambao wamefika hapa. Shekhe, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako? Salama kabisa. Uko live kupitia Babdeo Miladu TV hapa. Vipi hali yako? Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Shashebi, natokea Gongo la Mboto. Mashaallah, unatokea Gongo la Mboto. Ndio. Sawa, umefuturu sasa hivi. Baada ya iftari, nini neno lako la? Mimi napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati. Mungu awazidishie na awape maisha marefu na muendelee kutusaidia hivi hivi.
mimi ndo hapo mwisho. Hili ndo neno lako. Basi nikushukuru sana, shukrani sana. Ndio, ni baadhi ya wageni ambao waalikwa wa jambo hili ambalo Kanzuland ameliandaa, na imekuwa ni msimu wa 3 kuliandaa jambo kama hili la watu maalum, watu wenye uhitaji maalum wa jambo kama hili wa kufuturishwa hapa maeneo ya Magomeni Mapipa. Ni baadhi ya wenye uhitaji maalum. فلا تسلطنا على أحد وقنا من كل أحد إنك سميع قريب مجيب. Naam, ni baadhi ya wenye uhitaji maalum ambao wako maeneo haya, na nimekutana na mzee wangu hapa. Mzee, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako? Salama. Unaitwa nani na nikazi wapi? Ninaitwa Sefu Jega, ninatokea Mbagara Chamazi. Mbagara Chamazi. Naam. Mashaallah, Mbagara Chamazi mpaka Magomeni. Naam. Taarifa hizo ulizipata wapi na lini? Kwanza sio mgeni na Kanzuland sio mara ya kwanza kutufutulisha. Wewe ni mwanafamilia? Yes. Kwa hiyo tunakuwa kila mwezi wa Ramadhani huwa tunatafakari kwamba ndugu yetu atatukumbuka lini. Kwa hiyo mara nyingi tunajua hajawahi kuwasahau. Hajawahi kutusahau. Huu mwaka zaidi ya 3 au 4 hivi. Kwa hiyo ikifika mwezi 13, 14, kwa ujumla ikifika 12, kila mmoja anaanza kuuliza kuna habari gani huko. Na kwa hiyo jana nikapata taarifa mchana mahala fulani kwamba Kanzuland ndugu yetu anatuita. Naam. Ukasema mashaallah nitafika. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu amjalie sana. Amjalie sana kwa kutukumbuka sisi ndugu zake. Wenye uwezo wako wengi sana. Lakini kuuiwa ni jambo lingine. Kwa hiyo kutukumbuka sisi, yani amekuwa kama ndugu yetu, kama wanafamilia, ndugu yetu, rafiki yetu. Unajua kwa ujumla wengine hata Kanzuland mwenyewe hatumjui. Hata sauti yake tuijui. Kama yupo bali yupo, mwambie atusalimie, tumsikie. Angalia nyie tu yeye anatukumbuka sisi. Sisi anatukumbuka kipindi cha nyama, kipindi watu kuchinja, anatukumbuka. Yani mashaallah Mwenyezi Mungu amuhifadhi, amjalie kila la kheri. Amjalie kila, ambariki kila kwenye shari amuondoshe. Naam. Basi nikushukuru sana mzee wangu. Jazakallahu khair. Shukrani. Ndio mzee wangu, na neno lako dogo. Mimi bwana, maneno yangu machache. Naitwa Sheikh Ali Sultani Musa. Mimi natoka Vikindu lakini ni mwanafamilia. Huyu bwana Kanzuland bwana licha kutufutulisha, bado ana upendo wa pekee. Anapotukuta sehemu yoyote ile barabarani, anatoa kama sadaka yake kutusaidia, kama ni shilingi 5,000, 10,000, anatusaidia na sisi tunamshukuru sana. Allah amfanyie wepesi, amlipe kheri, lakini pia amuongoe, kwa sababu kikubwa aione ile Firdaus, aipate janna. Allah amlipe neema nyingi sana za hapa duniani na akhera. Tunamshukuru bwana, kila la kheri. Allah awafanikishie na nyie wote ambao mko nyuma ya Kanzuland, mnatusaidia sisi watu wenye ulemavu wa macho. Kwa kweli tunashukuru sana. Allah awatangulie kwa kweli. Asante kwa niaba kwa dua zako, na uwai Vikindu uende. Shukrani. Nashukuru bwana. Babdeo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.